Wakati rais anasimama anasema vijana wamesoma, si kweli? Ati wakiandika mitandao, wakiandika kwa magazeti, rais anasimama kule kwa wazungu, kwa sababu alikuwa wiki hii alikuwa ameenda kwa wazungu kuombaomba, lakini amerudi bila kitu. Amerudi mkono mtupu. Leo ametimua biu tena huko, aende bando akaombaombe. Kifika Jumanne, Jumatano atakuwa amerudi. Lakini nataka kuhakikishia atarudi bado akiwa mkono tupu. Kwa sababu wale watu ambao wanaenda kuongea nao kule wamesoma yale ambayo yamekuwa yakiandikwa kila pahali na kila siku, kwamba utafiti uliofanywa kuonesha marais wale wezi zaidi duniani, ule alikuwa number 1, alikuwa rais wa kule Syria, Hafez Assad. Lakini wananchi wakakasirika, wakasema namna gani rais yao ndio sisi, rais wetu akuwe ndiye mfisadi number 1, wakafukuza. Namba 2 kwa hiyo orodha alikuwa William Kipchirchir Arap Ruto. Sasa nyinyi wa Kenya wale wa Syria walisema hawezi kuwa namba 1 ya wizi. Sasa wakafukuza. Sasa sisi ndio tunashikilia hiyo rekodi namba 1. Alafu wanaambia wazungu ati msitome ile wa vijana wanaandika. Wachana na magazeti ya Kenya. Muniamini mimi. Wakaangalia huyu ni nani huyu? Ni ule namba 1. Wakamwangalia, wakaangalia hiyo kasura, wakasema tawe wasi. Ati tukuamini wewe. Ndio sababu jamaa amerudi mkono mtupu. Na akirudi kule akasikia sisi ambao ndo United Alternative Government tuko katika ziara yetu ya sehemu ya magharibi kutembelea ndugu zetu, cousins zetu. Na kama mimi kurudi nikuja nitembee pahali nilianzia kazi ya serikali hapa Bungoma. Kasongo anatoka ng'ambo kule, akasikia ati wako upande gani, akakimbia akasema tuma mabasi mashule zote, watu 50 kutoka kwa kila ward wakapelekwa pale Masinde Muliro University jana. Wanapewa pesa ati wakuja wauze mambo ya Kasongo. Hapa mimi Chwele, mimi hao mnawakubali? Si hao ni wasaliti wa jamii? Au tunasema tawe wasi? Tunakataa kabisa. Ndo mimi nimejiunga na ndugu zangu hawa. Nikasema kwa sababu kile Kasongo ametuletea ni ugonjwa inaitwa Ebola. Ndio ameleta kutoka kule. Anakuja anaambia wa Amerika kujeni mjenge. Ati mmesema hamtaki raia wenu wakishikwa na ugonjwa. Rais Trump akasema hakuna hata moja takanyaga hapa, hata kama ni Muamerika. Mimi nilete ati Ruto anasema mimi nasema huwezi kubali ndani wako. Mimi niko na pahali naweza kuweka. Ndiye huyu akaleta hapa Laikipia na nyuki. Sasa hiyo uamuzi ulifanywa na nani? The National Security Council of this country has not sat to recommend any such decision. Na kwa sababu tunajua ile ukora Ruto anakuwa nao ni kamwizi sana. Ndio sababu unaona kama ameorodheshwa kuwa mwizi number 1. Tunajua nia yake ni aone kama Wakenya vile amesikia sasa. Atiasikia hapa mmefunga, kule kwingine kumefungwa, anataka kuangalia kama haitawezekana yeye atafunga nchi. Kwa sababu atafunga nchi ndio aone kama mnaweza kumchukua. Mnaweza kumpatia tamu ya pili. Nani hapa Chwele anaweza kuamuka kwa akili zake timamu ati aseme anaenda kupigia Kasongo kura tena? Inawezekana? Hapo tumesema tawe. Tumesema tawe. Mimi nataka kushukuru, lakini kabla sijamaliza wacheni, kwa sababu nimeona kila tukienda naona ndugu zangu
wana introduce ma-officials wa vyama vyao. Wamesahau mimi pia niko na officials wangu. Hata wanasema wakisema huyu akipatiwa nitamuunga mkono. Wanasahau JB Muturi yuko wapi? Sasa nataka kuwauliza hawa ndugu zangu. Ama namna gani? Tumekubaliana yeyote yule ambaye tutasema ndiye huyu, akiwa ni komando huyu, sisi zote